Katika kijiji cha Mtoni, kulikuwa na jina lililotamkwa kwa sauti za heshima, wivu na mshangao: Leila. Alikuwa binti mwenye sura iliyoonekana kana kwamba imetengenezwa na malaika wenyewe. Ngozi yake iling'aa kama dhahabu inapopigwa na mwanga wa jua, macho yake yakionekana kama vito vilivyozama ndani ya bahari ya siri, na tabasamu lake lilikuwa silaha iliyoweza kuyeyusha mioyo ya hata wenye hasira kali. Kila alipopita sokoni, watu walisahau hata walichokuwa wanauza. Mama aliyekuwa anauza ndizi alijikuta akishusha bei bila kujua. Baba mmoja akapoteza hela ya mauzo kwa kumtazama tu. Wanaume walitamani kumpata, wanawake walitamani kuwa kama yeye, na watoto walimfuata nyuma wakiwa wameshika midomo yao kwa mshangao. Uzuri wa Leila haukuishia kwenye uso tu, hata sauti yake ilikuwa laini kama upepo wa asubuhi. Alipoongea, ilikuwa kama nyimbo za ndege walioamka mapema. Kila mtu alitaka kusikia sauti hiyo ikitamka jina lake. Hata wazee waliokuwa wakijua mengi zaidi walishindwa kueleza siri ya mng'ao huo usio wa kawaida. Mitandao ya kijamii ilijaa picha zake, magazeti ya mji wa karibu yalimuita malkia wa asili. Wengine walimuona kama baraka, lakini pia walikuwapo waliomuona kama tishio. Hata hivyo, Leila mwenyewe alijua kitu ambacho wengi hawakujua: uzuri wake haukuwa wa kawaida. Kulikuwa na usiri mkubwa uliofichwa nyuma ya uso huo wa kuvutia. Lakini kabla siri hiyo haijafichuka, Leila aliendelea kuishi maisha kama ya ndoto. Alitembea kwa maringo, akivaa nguo nzuri zilizong'aa, akijua macho yote yalimfuata popote aendapo. Kila mtu alitaka kuwa karibu naye, lakini hakuna aliyewahi kumuona akitazama kioo. Kila alipoulizwa kwa nini hana kioo nyumbani, alitabasamu tu na kusema kwa utani, "Ninaamini watu ndio vioo vyangu. Kila wanapotazama, naona uzuri wangu kupitia macho yao." Hakuna aliyethubutu kuuliza zaidi. Kwao, Leila alikuwa hadithi inayoishi, mfano wa ukamilifu. Hakuna aliyejua kwamba uzuri huo ulikuwa umefungwa na siri ya giza, na kwamba siku moja kioo kimoja kingeibua ukweli wote ambao ulimwengu haukuwa tayari kuuona. Mtaani jina la Leila lilikuwa kama wimbo, Leila, yule mrembo wa ajabu. Lakini hakuna aliyejua kwamba kila sifa walioitoa ilikuwa kama mshale mwingine unaochimba ndani ya ukweli aliouficha kwa miaka mingi. Kadri siku zilivyopita, Leila alianza kuamini maneno yote aliyokuwa akisifiwa nayo. Kila alipopita na watu kushangilia, moyoni mwake alihisi kana kwamba dunia yote iliumbwa kumtazama yeye. Hakuwa tena yule binti mnyenyekevu wa zamani, sasa alikuwa mfano wa kiburi kilichovalishwa harufu ya manukato na mavazi ya kifahari. Kwenye kila sherehe, macho yote yalikuwa kwake. Alijua namna ya kutembea taratibu huku akiumbisha nywele zake ndefu zilizong'aa, akihakikisha kila hatua yake inasababisha midomo ya watu ifunguke. "Hakuna mwingine kama mimi," alijirudia kimoyomoyo mara nyingi. "Mungu alitumia muda wake zaidi kuniumba." Marafiki zake wa zamani walianza kumtenga taratibu. Leila hakujali. Kwao yeye alikuwa kwenye kiwango kingine. Alipenda kuwa katikati ya watu matajiri, kupiga picha na watu maarufu, na mara nyingi alionekana akiongea kwa sauti kubwa kana kwamba dunia nzima ilipaswa kumsikiliza. Kila mara alipokutana na wanawake wengine, alitabasamu kwa namna ya dharau, macho yake yakisema, "Najua wewe huwezi kufikia kiwango changu." Watu walipoanza kumuita malkia wa uzuri, hakukataa, bali alikubali kwa moyo wote. Alihisi hiyo ndiyo heshima anayostahili. Kwenye mitandao, alichapisha picha zenye maandishi kama, "Uzuri wangu ni zawadi kwa ulimwengu." Maoni yalijaa maneno ya sifa, lakini pia kulikuwa na wachache waliomkosoa. Leila aliwapuuza wote, akiamini kuwa wivu tu ndio uliwafanya waandike hivyo. Wanaume wengi walimzunguka kama nyuki kwenye asali. Walimpa zawadi, pesa, magari, hata nyumba. Leila hakuwahi kukataa. Kwa akili yake, hiyo ilikuwa ishara ya hadhi yake. "Uzuri wangu ni nguvu," alijiambia. "Na mimi ndiye ninayestahili zaidi." Lakini ndani ya moyo wake kulikuwa na kitu kisichoelezeka. Sauti ndogo ambayo kila mara ilijaribu kumkumbusha kitu. Wakati mwingine alipokuwa peke yake, alihisi kama kuna macho yanayomtazama kutoka mbali. Kila alipokaribia kioo, moyo wake ulipiga kwa kasi, kana kwamba kitu ndani yake kilijua ukweli ambao akili yake ilikataa kuukubali. Lakini Leila hakuwa tayari kusikia. Aliendelea kujitamba, akicheka kwa sauti mbele ya wale aliowaita wastani, akidhani kuwa uzuri wake ungelimfanya kuwa milele juu ya wote. Hakujua kwamba kile alichokiona kama baraka kilikuwa kinasubiri muda wake kuwa laana. Wakati ulimwengu ukiendelea kumsifu Leila kwa uzuri wake wa kupindukia,
walikuwapo wachache waliotazama mbali zaidi ya tabasamu lake. Wazee wa kijiji, wale waliokuwa wameona vizazi vikipita, walianza kunong'ona kwa sauti za chini kila mara jina la Leila lilipotajwa. Yule mtoto, mmoja wao alisema kwa hofu siku moja sokoni, si huyu tuliyeona akizaliwa akiwa na uso wa ajabu kama wa mzoga wa moto? Wengine wakakubaliana kimya kimya, macho yao yakionyesha wasiwasi. Kumbukumbu za zamani zilianza kurudi. Wazee walikumbuka wazi siku Leila alipozaliwa. Mtoto mwenye alama za ajabu usoni, ngozi iliyokunjamana vibaya, na macho yaliyokuwa mekundu kana kwamba alilia damu. Wazazi wake waliishi maisha ya upweke, wakimficha binti yao ndani ya nyumba kwa miaka mingi, wakihofia aibu na kejeli za kijiji. Lakini ghafla, siku moja, familia hiyo ilitoweka kijijini kwa muda. Wakati waliporudi baada ya miezi kadhaa, Leila hakuwa yule binti wa zamani. Alikuwa amebadilika kabisa, sura nyororo, ngozi safi, macho yenye kung'aa kama nyota. Watu walishangaa, wengine wakasema ni miujiza, wengine wakaamini ni nguvu za giza. Wazazi wake walienda kwa mganga wa milimani, alisikika mzee mmoja akisema usiku wa manane kwenye vikao vya wazee. Walisema walitaka mtoto wao apendwe, asiwe chanzo cha aibu tena. Mganga huyo aliwapa masharti, lakini nani atajua walikubaliana nini? Habari hizo zilienea kimya kimya kama upepo wa usiku. Wengine walikataa kuamini, wakisema uzuri wa Leila ni wa asili, lakini macho ya wazee yalibeba ukweli mwingine. Walijua hakuna kitu duniani kinachoweza kubadilika hivyo ghafla bila bei kulipwa. Hata nyumba ya Leila ilikuwa ya ajabu. Ndani yake hakukuwa na vioo wala kioo cha mapambo. Ukuta mmoja ulifunikwa kwa pazia jeupe lisiloguswa na mtu yeyote. Wale waliowahi kuliona walidai kuna alama za kale zilizochorwa nyuma yake, kana kwamba kulikuwa na kitu kinacholindwa kwa nguvu za siri. Siri hii ikawa kivuli kinachoambatana na jina la Leila. Wakati wengine waliona mrembo wa kupendeza, wazee waliona kumbukumbu ya agano lililovunjika na nguvu zilizozuiliwa kwa gharama kubwa. Hawakujua ni lini, lakini waliamini siku moja ukweli wa kale ungeibuka, na dunia ingezinduka kwa hofu na majuto. Miaka kadhaa kabla Leila hajawa maarufu kwa uzuri wake, kulikuwa na usiku mmoja uliojaa radi na upepo mkali uliotikisa paa za nyumba za kijiji cha Mtoni. Wakati wengine wakijifunika makambini mwao, binti kijana mwenye uso wa ajabu na macho yaliyokuwa yakitokwa machozi, alionekana akitembea peke yake kuelekea msituni, mahali ambapo watu wachache sana walithubutu kufika usiku. Huyo alikuwa Leila kabla ulimwengu haujamjua. Alikuwa amechoka na maneno ya kejeli, mateso ya kuonekana tofauti. Watoto walimcheka, wanawake walimrejelea kama mrembo aliachwa na Mungu, na hata wazazi wake walionekana kuishi kwa huzuni isiyoisha. Usiku huo, akiwa hana tena matumaini, alienda kumtafuta mtu ambaye alisikia jina lake likitajwa kwa hofu. Mzee Baraka, mganga maarufu anayejulikana kwa nguvu zisizokuwa za kawaida. Ndani ya pango lake lenye moshi wa uvumba na taa za mishumaa, Leila alisimama akiwa ametetemeka. Mzee Baraka, mwenye macho yenye mwanga wa ajabu, alimwangalia kwa muda mrefu bila kusema neno. Kisha akasema kwa sauti ya kina na yenye mamlaka, umefika hapa kwa sababu dunia haikukubali jinsi ulivyo. Lakini kumbuka, kila uzuri una gharama yake. Leila alilia, akimwomba msaada. Natamani tu niwe kama wengine, au zaidi. Sitaki watu waogope uso wangu. Mzee Baraka alichukua chungu cha udongo, akachanganya dawa za siri, na kisha akamnyunyizia maji yenye harufu ya maajabu usoni. Nitakupa uzuri usio na kifani, alisema. Uzuri ambao utawafanya watu wakutazame kama miujiza. Lakini akapumua kwa kina, usiwahi kutazama uso wako kwenye kioo. Siku utakapojiangalia, utakiona kilichofichwa na dunia nzima itaujua ukweli wako. Leila, akiwa amelewa kwa matumaini, aliapa kwa machozi. Na hapa sitawahi kutazama kioo. Sitaki kitu chochote kinichukue uzuri huu. Mzee Baraka alitabasamu kwa huzuni. Usijaribu kuvunja agano binti, kwa sababu kioo hakidanganyi. Usiku huo, Leila aliondoka pangoni akiwa na uso mpya. Uso uliowashangaza wazazi wake na kuwazima wazee wa kijiji. Hakurudi tena kwa Mzee Baraka. Alijua alikuwa amefungwa na ahadi ambayo ilimpa kila kitu alichotamani, lakini pia ilificha kivuli kilichokuwa kinasubiri siku ya kukiuka agano hilo. Baada ya kubadilika, maisha ya Leila yaligeuka kuwa hadithi ya ajabu. Watu waliokuwa wakimcheka zamani sasa walimnyenyekea. Alipotembea sokoni, wauzaji walimpa bidhaa bure. Alipoingia hoteli yoyote mjini, walimpa huduma za kifahari bila kuuliza kama anaweza kulipa. Watu walimuona kama baraka ya macho yao, zawadi ya Mungu kwa ulimwengu. Muda mfupi baadaye, uzuri wake ulimfungulia milango ambayo wengine wangeota tu.
Aliajiriwa kama mtangazaji katika kampuni ya matangazo, kisha akawa uso wa bidhaa kubwa za urembo. Picha zake zilijaa kwenye mabango ya mitaani, na kila tangazo lililokuwa na uso wake liliongeza mauzo mara 3. Wamiliki wa kampuni wakawa wanashindana kumtumia, wakiahidi pesa nyingi na maisha mazuri. Nyumba yake mpya mjini iling'aa kwa taa za kifahari, viti vya ngozi na nguo zilizotoka nchi za mbali. Kila usiku alialikwa kwenye hafla, mashindano ya urembo na matamasha ya watu mashuhuri. Kila mtu alitaka kuwa karibu naye, wengine wakijaribu kujipendekeza kwa ahadi na zawadi. Leila akawa mfano wa kile watu walichodhani ni mafanikio, lakini ndani ya moyo wake kulikuwa na wingu la woga lisiloelezeka. Kila alipokutana na kioo, hata kwa bahati mbaya, damu yake ilianza kukimbia kwa kasi. Alijitahidi kuepuka sehemu zenye vioo, maduka ya mapambo, au hata magari yenye vioo vya kujiangalia. Alikuwa anaishi kwa tahadhari kubwa. Alipohitaji kupambwa, aliwaambia wapambe wake wafanye kila kitu bila yeye kujiangalia. Mimi sihitaji kioo, alikuwa akisema kwa tabasamu bandia. Uzuri wangu hauhitaji kuthibitishwa. Usiku, akiwa peke yake, alihisi kama kuna sauti ndogo ikinong'ona ndani ya kichwa chake. Sauti hiyo ilikuwa ikimkumbusha maneno ya Mzee Baraka. Siku utakapojiangalia, ukweli utajitokeza. Leila alijaribu kuyasahau, lakini kila mafanikio aliyopata yalikuja na kivuli cha hofu hiyo. Kila alipokunja macho yake mbele ya kamera, kila tabasamu alilolazimisha kwa umma, ndani yake kulikuwa na mwanamke aliyekuwa akitetemeka. Akihofia siku ambayo dunia ingeziona sura zake zote mbili, ule uzuri ulioonekana na ule ukweli aliouficha nyuma ya kioo kisicho na huruma. Kadri siku zilivyokuwa zikisonga, tabia ya ajabu ya Leila ilianza kuwashangaza watu waliomzunguka. Nyumba yake kubwa na ya kifahari ilikuwa na kila kitu, mapambo ya dhahabu, pazia za bei ghali, viti vya kifalme, isipokuwa kioo. Hakukuwa na hata kioo kimoja ukutani, wala kwenye chumba chake cha kuvaa. Wageni walipokuja, waliuliza kwa mshangao, wewe mrembo kama huyu, hujiangalii kweli kabla hujatoka? Leila angecheka kwa utulivu, akijibu, uzuri wa kweli hauhitaji kuthibitishwa. Marafiki zake wa karibu walianza kumcheka kwa utani. Labda ana hofu ya kuzeeka, mmoja alisema. Mwingine akatania, au labda anaona sura ya mtu mwingine kwenye kioo. Wengine wakaanza kushuku kwa kweli, kwamba Leila alikuwa akificha kitu. Lakini hakuna aliyethubutu kumuuliza kwa uwazi. Uzuri wake uliwatisha kiasi cha kuwa ujasiri. Siku moja, rafiki yake aitwaye Miriam alijaribu kumzawadia kioo kidogo cha fedha kilichokuwa kimechongwa kwa umaridadi. Ni zawadi maalum Leila. Inastahili uso wako, alisema kwa upole. Lakini Leila alipokiona, uso wake ulibadilika ghafla. Alikihisi kioo hicho kinatoa joto kali, kana kwamba kinaishi. Akakikataa kwa nguvu, akisema, usiniletee kitu kama hicho tena. Miriam alishtuka, akahisi baridi moyoni. Tangu siku hiyo, uvumi ukaanza kuenea, kwamba Leila alikuwa amelogwa, au kwamba uzuri wake ulikuwa wa kishetani. Wengine walisema usiku waliona mwanga ukitoka chumbani kwake, kana kwamba kuna mtu mwingine ndani, lakini hakuna aliyethubutu kuthibitisha. Usiku mmoja, Leila alipokuwa amelala, aliona ndoto ya ajabu. Ndani ya giza nene, alijikuta amesimama mbele ya kioo kikubwa kilichong'aa kama mwezi. Kutoka ndani ya kioo, sauti ile ile ya Mzee Baraka ikasikika, nzito na ya kutisha. Leila, umepewa kile ulichotaka. Lakini kumbuka, siku utakapojiangalia, ukweli utajitokeza. Kioo hakidanganyi. Leila aliamka kwa hofu, uso wake ukiwa umejaa jasho. Ndani ya giza la chumba chake, aliapa kwa mara nyingine kutokugusa kioo chochote maishani. Lakini moyoni, alijua kitu hatari kilikuwa kikimkaribia. Kana kwamba dunia ilikuwa inakaribia kumlazimisha ajitazame, iwe kwa bahati mbaya au kwa makusudi. Kijiji cha Mtoni kilikuwa na utamaduni wa kufanya sherehe ya uzuri ya mwaka, tukio lililovutia watu kutoka vijiji vya jirani. Ilikuwa siku ya furaha, mziki, ngoma na vinywaji, lakini pia siku ya kujivunia mila na uzuri wa wanawake wa asili. Mwaka huo, maandalizi yalikuwa makubwa kuliko kawaida, na jina moja tu lilitawala midomo ya wote: Leila, mrembo wa ajabu ambaye kila mtu alitamani kumuona akiwa uso kwa uso kwenye jukwaa. Kamati ya maandalizi ilimtembelea nyumbani kwake, wakiwa na bahasha ya dhahabu na mwaliko rasmi. Tunakuomba uwe mgeni wa heshima, mwenyekiti alisema kwa heshima kubwa. Wewe ndiye ishara ya uzuri wa kizazi hiki. Leila, akiwa amevalia gauni lenye uangavu wa fedha, alitabasamu kwa malingo na kusema, nitakuwepo. Dunia inastahili kuniona kwa karibu. Habari za ujio wake zilienea kama moto. Watu walijipanga mapema kuzunguka uwanja wa kijiji, wakisubiri kumuona. Wengine walikuja kutoka miji ya mbali, wengine wakiwa na kamera, wengine wakiwa na maua.
Leo tutajua kama uzuri wake ni wa kweli au ni hadithi tu, wanawake walinong'ona kwa siri. Wanaume kwa upande mwingine walijigamba kwamba wangepata nafasi ya kumsalimia hata kwa sekunde chache. Siku ya sherehe ilipowadia, jua lilichomoza kwa mwanga wa dhahabu na hewa ilikuwa na harufu ya maua mapya. Jukwaa kubwa lilijengwa katikati ya uwanja, likipambwa kwa taa na mapambo ya vioo vidogo vilivyotundikwa juu, kwa nia ya kuongeza mwanga na mng'ao wa warembo. Hakuna aliyejua kwamba mapambo hayo madogo yangekuwa chanzo cha mwisho wa siri ya Leila. Wakati muziki ulipoanza na watu wakashangilia, Leila alifika kwenye gari la kifahari, akiwa amevalia gauni lenye mng'ao kama wa mwezi. Watu walipiga makofi, wengine wakapiga mayowe ya furaha. Kila mtu alisimama, macho yote yakimfuata. Kwao ilikuwa kama kuona kiumbe kutoka mbinguni. Lakini pale jukwaani, mbele ya taa na vioo vilivyotundikwa kila upande, hewa ilianza kubadilika. Leila hakujua kwa nini moyo wake ulianza kudunda haraka. Alijaribu kutabasamu, lakini ndani yake kulikuwa na sauti ya tahadhari ikisema, "Usitazame, usitazame Leila." Kile ambacho kijiji kilikuwa kinasubiri kama siku ya furaha, kilikuwa kinakaribia kuwa usiku wa hofu na siri kufichuka. Siku ambayo kijiji kizima kilikuwa kinasubiri hatimaye ikaifika. Jua lilichomoza likiwa na mwanga wa dhahabu, likiangaza mahema yaliyopambwa kwa maua na mapambo ya rangi. Watu kutoka vijiji vya jirani walikuwa wamefurika, kila mmoja akitaka kushuhudia tukio la mwaka, sherehe ya uzuri. Lakini gumzo kuu halikuwa jingine ila Leila, mwanamke ambaye jina lake lilikuwa limeenea kama upepo wa harufu nzuri. Leila aliingia taratibu, akiwa amevalia gauni jeupe lililong'aa kama mwezi wa usiku wa katikati. Kila hatua aliyopiga, mashabiki wake walipiga makofi, wengine wakipiga picha, wengine wakimwangalia kwa mshangao kama malaika aliyeshuka kutoka mbinguni. Kila mtu alitamani kujua siri ya uzuri wake, na kwa mara ya kwanza, Leila mwenyewe alihisi fahari ya kweli ikijaa moyoni, bila kujua kuwa siku hiyo ingeandika mwisho wa hadithi yake. Katika jukwaa kuu, waandaaji waliweka meza kubwa yenye mapambo, na juu yake likiwa limekaa kioo kikubwa cha mapambo, kilicholetwa kwa ajili ya washindani wa shindano hilo kujipamba. Hakuna aliyedhani kitu hicho kingeleta maafa. Leila alipofika, aliombwa kuketi mbele ya meza hiyo kwa ajili ya picha za kumbukumbu. Kamera ziliwashwa, taa zilimulika, na umati ukazidi kupiga kelele za furaha. Lakini ndani yake, moyo wa Leila ulianza kupiga kwa kasi. Alitazama kioo kwa mbali, macho yake yakitetemeka. Ilikuwa ni mara ya kwanza tangu ujana wake kuona uso wake ukikaribia kutazamwa. Kumbukumbu za maneno ya mganga zilimjia akilini kama radi, utakapojiangalia, ukweli utajitokeza. Woga ulimvaa, lakini pia alihisi udadisi mkubwa uliokuwa ukimvuta kama sumaku. Labda hakuna kitu cha ajabu, aliwaza, akijaribu kujiaminisha. Alipoinama kwa taratibu kuelekea kwenye kioo, kimya kizito kilitanda ukumbini kana kwamba dunia nzima ilikuwa imesimama. Uso wake ulipoanza kuonekana kwenye kioo, upepo mkali ulivuma ghafla, taa zikawaka na kuzima, na sauti ya ajabu ikasikika kwa mbali, sauti ile ile ya mganga. Watu wakapiga kelele, wengine wakapoteza fahamu, na Leila akabaki akikodolea macho kioo hicho, akitetemeka, macho yake yakionyesha kitu ambacho hakuna mwingine aliyeweza kuona. Siku ya sherehe ikawa siku ya siri kufichuliwa. Kioo kilianza kung'aa kwa mwanga wa ajabu, ukitoweka rangi za kawaida na kutoa mng'ao uliotoka mbali zaidi ya kilele cha jukwaa. Watu waliokuwa wamekusanyika walisimama kinyume na kawaida, midomo yao ikifunguka kwa mshangao, macho yao yakielekeza kioo kwa hofu na utata. Hakuna aliyejua ni nini kingetokea, na wala hakuna aliyetarajia kile kilichofuata. Leila alijikuta akishikilia mikono yake, moyo wake ukidunda kwa kasi. Uso wake ulianza kubadilika taratibu, taratibu ambazo hazikutarajiwa na yeye. Kila kipengele cha uso wake, macho, pua, midomo, kilibadilika haraka mbele ya macho ya umati wote. Pale watu walipojaribu kupiga picha au kurekodi, kamera hazikuweza kukamata kile kilichokuwa kinatokea. Wakati wa sekunde chache, uzuri wa ajabu ambao aliushikilia kwa miaka yote ulianza kutoweka. Surati yake ikawa kama ile ya mtoto aliyezaliwa, isiyokamilika, yenye alama za zamani, mapigo ya uso yaliyokuwa ya asili. Vilio vya kushangaa, kishindo cha mashabiki, na hata hofu walizokuwa nazo walioziweka kioo kilijaa kila kona ya jukwaa. Ndani ya ukumbi, kioo kikubwa kilitoa sauti ya ajabu, nzito na yenye nguvu isiyo ya kawaida, ikizunguka kwenye viziwi na mikono ya umati. Uzuri wa uongo hauwezi kudumu. Watu walishikilia mioyo yao, wengine wakilia kwa mshangao, wengine wakipiga magoti kwa hofu. Hata rafiki zake wa karibu walikosa maneno, wakitambua kwamba kile walichokiona kilikuwa zaidi ya tukio la kawaida la sherehe. Hii ilikuwa funzo la maisha, kioo kikionyesha ukweli usiozuilika. Uzuri wa bandia hauwezi kudumu, na siri haifichiki milele.
Leila alibaki kimya, macho yake yakitazama uso wake halisi kwenye kioo. Alijua sasa kuwa kila tabasamu aliyokuwa ameliweka mbele ya watu, kila maneno ya kiburi, kila cheki na zawadi zilizotolewa, yote yalikuwa uzushi. Hali hiyo ya ghafla ilimfanya aelewe kuwa uzuri wa kweli hauko kwa sura tu, bali unapo kwenye moyo na tabia. Ukumbi mzima ulikuwa umejaa majonzi na mshangao. Watu walijifunza, bila maneno mengi, kuwa heshima, unyenyekevu na ukweli ni zaidi ya sura inayoonekana. Leila, kwa mara ya kwanza maishani mwake, alibeba aibu na majuto ambayo hakuwa amewahi kuyahisi. Kioo kilikuwa kimeonyesha ukweli ambao hakuwahi kuweza kuepuka. Baada ya tukio la kioo, Leila alikimbia kutoka jukwaa, akiwa na uso uliojaa aibu na majuto. Hatimaye alijua kwamba miaka yote ya kutetea uzuri wake wa bandia, tabasamu la dhahiri, na heshima aliyojitengenezea kwa sura tu, yote yalikuwa uongo. Kila zawadi aliyopokea, kila heshima aliyoshughulikia, yote yalikuwa matokeo ya hila ya mganga, na si ya uzuri wa kweli. Kila hatua aliyopiga akielekea nyumbani ilimfanya aelewe thamani ya kweli. Moyo wake ulijaa huzuni na majuto. Alijua kuwa mara nyingi aliwatesa watu wengine kwa kiburi chake, akiwachukia kwa wivu, na akijiona bora zaidi kwa sababu ya sura yake. Sasa aligundua kuwa uzuri wa kweli haukuishi kwenye macho au kwenye rangi ya ngozi, bali ndani ya moyo na tabia ya mtu. Watu wa kijiji walikusanyika wakiwa wametulia, wakijifunza funzo lisilo la kawaida. Wazee walisisitiza kwa sauti nzito, leo tumepokea kilicho wazi kwetu sote. Uzuri wa ndani ni thamani isiyo na kipimo. Usitafute hadhi au sifa kwa sura tu. Watoto walitazama Leila akitembea kimya, wakijua kuwa hata mashujaa wanaweza kushindwa na tamaa ya mwili. Mara ya kwanza katika maisha yake, Leila alijaribu kutabasamu kwa dhahiri, lakini pia kwa unyenyekevu. Alijua lazima abadilike, si kwa ajili ya watu, bali kwa ajili ya moyo wake. Aliahidi kuishi maisha ya ukweli, na kila tabasamu lake lifafanue utu wake, si sura yake. Kijiji kilijaa maneno ya hekima. Marafiki waliokuwa wameshangazwa walijifunza kuwa heshima halisi inatokana na moyo, si kutoka kwa vionjo vya jicho. Mashindano ya uzuri, zawadi na utukufu, vyote vilikuwa hadithi ndogo mbele ya hekima ya kweli. Uzuri wa kweli hauhitaji kuthibitishwa na kioo au macho ya wengine. Hadithi ya Leila ilimalizika kwa ujumbe wa kiadili uliosalia katika mioyo ya kila mtu. Uzuri wa kweli hauhitaji kioo kuthibitishwa, bali moyo wenye unyenyekevu unaangaza bila dawa. Kutoka siku hiyo, kijiji cha Mtoni kilibadilika. Watu walijifunza kutambua thamani ya unyenyekevu, heshima na tabia njema. Na Leila alijifunza kuwa sura ya kweli haikuhitaji kutetewa na heshima ya bandia, bali na moyo safi unaoonyesha uzuri wa kweli kutoka ndani. Hadithi hii ilibaki kuwa kielelezo cha uzuri wa ndani, funzo la milele kwa kijiji chote, na kumbukumbu ya kuwa kila uzuri wa bandia una gharama yake isiyoonekana hadi pale ukweli unapoibuka.